بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انتظم الكون بالدين وصحح الأديان بالإسلام وهدى المسلمين بالقرآن وأرشدهم بإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبده ورسوله صلوات ربي عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابتك ومن اتبعك بإحسان إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. وبعد، الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awali nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetengeneza nidhamu ya dunia yetu kwa kuleta dini, akarekebisha nyendo za dini mbalimbali kwa kuleta Uislamu, akawaongoza Waislamu namna bora ya kuishi hapa duniani kwa kuwaletea Qur'ani, akawaelekeza namna nzuri ya kuijua na kuifahamu Qur'ani kwa kumleta mwalimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliyejitambulisha katika kufika kwake pale aliposema innama bu'ithtu muallima, si jambo jingine, nimetumwa kwenu kuwa mwalimu. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apeleke rehema zake kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa masahaba zake waliojitolea kwa mali na nafsi zao wakautetea Uislamu na kuufikisha huko kwetu katika sura kama hii unayoiona. Na tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie radhi zake ziende kwa wote watakaofuata mwenendo kama wao mpaka siku ya Kiyama. Utangulizi niliotanguliza unaonyesha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inahitaji juhudi, jitihada na mazingatio. Tunaweza kutafsiri juhudi na jitihada ni kama hizi zinazofanywa na viongozi wetu na walimu wetu kwa ushahidi huu wa kimazingira. Ukiwaona vijana hawa wameratibiwa vizuri, kwa maana ya wako darasani wanafundishwa, hii ni katika bidii na jitihada na juhudi za kuhakikisha tunawarithisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunawafundisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili watakapokuwa watu wazima waweze kutekeleza kazi hii kwa namna nzuri. Lakini na sisi tutakuwa tumefanya kazi ile ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vile alivyosema innama bu'ithtu muallima, kuletwa kwa jambo nyingine isipokuwa mwalimu. Kwa hivyo na sisi tunawajibika kufanya kazi ile ya kumfundisha kila aliyeko mbele yetu, ili na yeye afanye kazi hiyo wakati wake utakapofika, na mwingine afanye kazi hiyo wakati wake utakapofika, kama walivyofanya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka hapa tulipofika leo. Kama kwamba Mtume Muhammad na masahaba walifika mpaka Singida, lakini ni kwa msaada huo wa kufundishana. Mazingatio haya nataka tuyaangalie kwa pamoja kwa kuangalia aya moja ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayoonyesha bidii na jitihada na kazi ambazo leo tunatakiwa tuzifanye kwa namna nzuri ili kukabiliana na hali halisi ya maisha yanayotuzunguka. Ukipata nafasi
kaiangalia Qur'ani sura ya 12 surati Yusuf, kaiangalia aya ya 108. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hiyo anasema hivi: qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirati ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Khitabu inamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, sema Mtume Muhammad. Wanachuoni wanatuambia maelezo ya Mwenyezi Mungu yanapoanza na qul huwa yanaleta ujumbe mzito ambao hautakiwi kueditiwa, hautakiwi kufanyiwa marekebisho, hautakiwi kupuuzwa. Kama ambavyo mjadala wa kwanza wa kidini ulipojitokeza baina ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makafiri wa Maka, na makafiri wa Maka wakaona hapana, tukitaka kushindana na Mtume Muhammad kwa hoja na maelezo hatutamweza. Tukae naye tukubaliane kimsingi, tumshawishi, tumuonyeshe fursa zilizopo kwake, kwa kumwambia sisi hapa Maka tuna idadi kubwa ya watu, lakini bahati mbaya sana hatuna msemaji na msomi mzuri kama wewe, na wewe ni msomi na msemaji mzuri sana. Tatizo lake huna watu tu. Kwa nini tusikae pamoja? Kwa nini tusishirikiane? Iwe siku moja tunaabudu katika ibada zetu na sisi tufaidike na taaluma yako, na siku nyingine tuabudu katika msingi wa ibada yako. Inawezekana na wewe utafaidika kwa wingi wetu. Allah subhanahu wa ta'ala akaona madhali wanaomwambia mambo haya wanamwambia kwa lugha ya upole na nzuri, inawezekana akashawishika, akaona huko baadaye inawezekana nikawapata wote, labda niwakubalie. Allah subhanahu wa ta'ala akawahi akatuma mjumbe, mfate Muhammad, mwambie maneno haya, qul, sema. Tena akampa maneno magumu ambayo sisi leo tunajitahidi sana kuedit hilo neno kwa ugumu wake namna ulivyo. Allah subhanahu wa ta'ala kamwambia Jibril, kamwambia Mtume Muhammad, watu hawa waambie maneno haya kwa namna, kwa sura hii, qul, sema, ya ayyuhal kafirun, enyi makafiri. Usiseme ndugu zangu wa Maka, sema ya ayyuhal kafirun, enyi makafiri. La a'budu ma ta'budun, mimi siabudu mnachokiabudu. Wala antum aabiduna ma a'budu, wala ninyi hamuabudu ninachoabudu. Wala ana aabidum ma abadtum, wala mimi kamwe haitawezekana kuabudu mnachokiabudu. Wala antum aabiduna ma a'budu, na inaonekana kamwe hamwezi kuabudu ninachokiabudu mimi. Kwa hivyo mstari wakati uliopo, lakum dinukum waliya din, bakini na dini yenu, nitabaki na dini yangu. Haja yangu utazame ujumbe unaofuata baada ya neno qul, sema. Yako mazingira magumu na mazito, Allah subhanahu wa ta'ala anataka ujumbe ufike kwa maagizo. Toa maagizo hayo kwa sura hii, qul ya ayuhal kafirun. Wala usipate wasiwasi kwa kuwaita makafiri. Inawezekana leo sisi ikitokea kuna mkutano wa viongozi wa dini, wako Waislamu na wasiokuwa Waislamu,
inawezekana kiongozi wa Uislamu ikawa vigumu sana kuwaambia pale katika mkutano huo, enyi makafiri, atatafuta edit yoyote ili kurahisisha kile kikao, ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, na atafanya edition ya namna yote ili mradi kupoza ile hali. Allah subhanahu wa ta'ala katika neno nilolitanguliza ya surati Yusuf anamwambia Mtume Muhammad, qul, sema, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu. Huko nyuma imeshajitokeza mijadala kadhaa juu ya dini, imekwisha jitokeza mijadala kadhaa juu ya mwenendo wa maisha. Allah subhanahu wa ta'ala anampa statement nyeupe Mtume Muhammad, sema. Maana yake unakokwenda kwa mijadala namna hiyo tunaweza tukapoteza mwelekeo. Qul, sema hivi, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, inalingania na kuwaita watu kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ala basira. Jambo hili nilifanya kwa uoni, nalifanya kwa ujuzi, nalifanya kwa elimu, na nalifanya kwa vision kubwa kabisa. Ana nafanya hivyo mimi, wamanittaba'ani, na anayenifuata kwa kazi hii, basi ala basira, jambo hilo liwe kwa uoni, kwa ujuzi, kwa vision pana. Wama ana minal mushrikin. Qul, sema Mtume Muhammad, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allahi ala basirati, ninawalingania watu waelekee kwa Mwenyezi Mungu kwa uoni, kwa ujuzi, kwa kupanga mambo. Ana mimi nafanya hivyo, wamanittaba'ani, na anayenifuata kwa kazi ya kuwaita watu waelekee kwa Mwenyezi Mungu, kazi hiyo ala basira, aifanye kwa basira, aifanye kwa uoni, aifanye kwa mipango mizuri. Haja yangu, hamisha agizo hili la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamaa yetu sisi tunaingia katika kila kipande alichosema Mtume Muhammad, ana nafanya hivyo mimi, wamanittaba'ani, na wanaonifuata mimi. Kipimo changu sisi sote ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatumfuati Mtume Muhammad kuiga tu dini yake. Hatumfuati Mtume Muhammad kujiita tu kama tunavyojiita. Wako wafuasi wengi sana katika vikao vya vijiweni Dar es Salaam. Kuna vikao vya wafuasi wa Arsenal kwa mfano, alafu kuna mtu anakwambia yule kocha nimempa hela zake zote aondoke. Hela zake zote huyo kocha kwa wiki analipwa milioni 400 kwa wiki. Alafu mfuasi na mshabiki wa Arsenal anasema nimempa hela zake zote aondoke, navunja mkataba wake, afai. Yani kampa hela ya miaka 2 ijayo aondoke, kampa hela zake zote kwa wiki milioni 400. Ikiwa mwezi ana shilingi ngapi? Anayesema hivyo chai hajanywa, lakini anasema nimempa hela zake zote. Huyu ni mfuasi kasema tu, lakini anachosema ni kufurahisha kile kikao tu. Jambo hili halina maana pale wala kwa ndani ya nafsi yake. Sasa sisi hatui wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sura hiyo. Ana nasema hivyo mimi, au nafanya kazi ya dini mimi sura hiyo, wamanittaba'ani, na wanaonifuata wafate kazi yangu ya kuwaita watu kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
kazi hiyo ifanywe kisomi, ifanywe kiuoni, ifanywe kiujuzi, ifanywe kwa mipango, ifanywe kwa vision ya kujua watu wapi tunataka tuelekee. Nilimsikia hapa mwenyekiti katika sala ya dhuhuri, lakini na neno kaliashiria sasa hivi. Anasema, niliposikia niona ana tabia kukaa mlango ule pale, anangoja hela pale. Sawa, anasema kila siku tunahitaji tupate shilingi 40,000. 40,000 hii tunataka tuwape walimu wetu 4 kila siku, wasikose angalau hiyo nauli, ili waweze kutufundishia vijana wetu. Na kuombeni mnipe hizo hela. Sitaki hela za nini, nataka mnipe hizo hela. Ukiliangalia hili jambo namna lilivyo, linafanywa ala basira, linafanywa kwa vision, linafanywa kwa mipango na makusudio, kwa sababu mwanadamu ni kiumbe wa kitabia, isipokuwa anatofautiana sana na viumbe wenziwe wa kitabia namna wanavyorithi tabia zao. Mimi natokea Tabora. Tabora kuna ndege mmoja anaitwa bundi. Sijui hapa Singida anaitwa nani ndege huyo? Anaitwa bundi Sijui kwa hapa Singida. Kwa Tabora bundi huruka usiku, hutafuta chakula usiku na hulala mchana. Kwa tabia hiyo, ikitokea ametua jua nyumba yako mchana, upo uwezekano kikao cha familia kikaitwa kwamba bwana, kwenye nyumba yetu juu kuna bundi, hata sijui kama kuna usalama. Katua tu kwenye nyumba yako, jambo hilo linaweza kufanya kikao cha familia kikae, bundi katua juu ya nyumba yetu. Lakini pia hata waandishi wa habari wameutumia msamiati huo, bundi ameingia klabu fulani, maana yake pale kuna msukosuko. Lakini hii ni tabia yake tu. Yeye na watoto wake na wajukuu zake wanafanya hivyo maisha yote. Hawana tuition program wala hawana shule. Tabia hiyo ya ndege huyu bundi, yeye na watoto na wajukuu zake iko hivyo kila siku. Naelewa kwa vizuri. Na ikitokea karuka mchana, hata ndege wenzie pia huwa wanashangaa, huyu anatafuta nini saizi? Lakini ni kiumbe wa kitabia. Mwanadamu Mnyiramba aoe Mnyiramba mwenziwe, bila shaka watazaa mtoto Mnyiramba safi kabisa kwa baba na mama. Huyu mtoto aliozaliwa kwa baba na mama wa Nyiramba hawezi kujua Kinyiramba kwa sababu kazaliwa na baba na mama wa Nyiramba. Naelewa vizuri? Ni kiumbe wa kitabia. Kabila lake litakuwa ndio la Kinyiramba, lakini hawezi kukijua Kinyiramba mpaka wazazi wake wafanye kazi ya ziada. Sio ile ya bundi. Bundi hana shule wala hana tuition program, ila watoto wake watafata tabia zake. Watalala mchana, wataamka usiku. Naelewa vizuri? Watatafuta kula usiku, wataruka usiku. Yeye na watoto wake. Na hata wakitofautiana mikoa, Sheikh pale kanaambia hapa pia anaitwa bundi na hapa anafanya hivyo hivyo. Ni kiumbe kitabia kama alivyo mwanadamu. Lakini mwanadamu hawezi kurithi tabia alizonazo baba yake. Hawezi kurithi lugha ya wazazi wake mpaka afundishwe. Sawa sawa? Na kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludun yuladun ala alfitra, kila azaliwaye anazaliwa katika umbile salama.
Hakuna mtoto anazaliwa mwizi, hakuna mtoto anazaliwa muongo, hakuna mtoto anazaliwa fisadi. Walakinna walidayhi, lakini wazazi wake huyo mtoto, imma yuhawidanihi wa imma yumajisanihi, ndio wanaweza kumfanya akawa Myahudi au akawa Majusi. Wazazi hao wa Kinyiramba wakitaka mtoto wao azungumze Kinyiramba, sio tu kwa sababu wamemzaa, wana kazi ya kumfundisha. Naeleweka vizuri wana kazi ya kumfundisha. Sikwambii mzazi Muislamu mwanaume, mzazi Muislamu mwanamke wakizaa mtoto kwa fitra hii atakuwa huyu Muislamu moja kwa moja, ataujua Uislamu. Hawezi kujua Uislamu kwa sababu wao ndio waliomzaa. Wakitaka aujue Uislamu, lazima wachukue hatua ya ziada ya kumfanya aujue Uislamu. Na ikiwa kama wazazi wao hawajui, lazima wamtafute mtu anayeweza kufanya kazi hiyo ili awafundishie mtoto wao Uislamu wanaotaka. Eleweka vizuri Miongoni mwa jitihada hizi ni kuwasaidia wazazi hawa watoto wawe Waislamu kama wazazi wao. Lakini wazazi kama wazazi inawezekana wao hawawezi. Qul, sema Mtume Muhammad, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu ninayopita mimi, ad'u ila Allah ninawaita watu waelekee kwa Mwenyezi Mungu, lakini jambo hilo ala basirati, nalifanya hilo kwa kisomi, tunafanya hilo kwa uoni mkubwa sana. Nimetoa mfano wa mtoto na wazazi katika haya mabadiliko, lakini naweza kutoa mifano mingi ya kijamii. Mifano mingi ya kijamii. Nimezoea kusema hivi, kijiografia sisi ni Watanzania. Sina haya, usiniombe dalili. Kijiografia sisi ni Watanzania. Naeleweka vizuri Lakini kijamii ukiingia Tanzania, sisi ni Waislamu. Kwa sababu katika Tanzania yako makundi mengi ya kijamii. Moja ya makundi ya kijamii yaliyopo ni kundi la Waislamu. Swali, hapa Singida hapajawahi kutokea Muislamu ameritadi akaingia dini nyingine? Niongeze sauti amnisikie vizuri? Mnanisikia? Hasa kunyamazia ndio nini? Nauliza hivi, hapa Singida haijatokea mtu akaritadi kaingia dini nyingine? Kwa hivyo panapokaa makundi ya kijamii pamoja, yako mapambano. Hata kama hawakupanga, yako mapambano. Upo mvutano baina ya makundi hayo ya jamii, na kila kundi moja lingelitamani sana makundi mengine yaingie katika kundi lake. Swali la pili, nyinyi ni Waislamu, hivi mnapenda Watanzania wengine wote wawe Waislamu? Mnapenda? Tunaishi makundi tofauti ya kijamii, haya makundi yanavutana. Tuna wajibu wa kulinda kundi letu, watu wasitoke katika kundi letu wakaingia kundi lingine, lakini pia tuna wajibu wa kuwavuta watu kutoka kundi jingine waingie katika kundi letu. Sawa au sio sawa? Hii ndio hali ilivyo. Sawa sawa? Hasan al-Basri ana maneno yake yalivyo matamu na mazito, hutokea baadhi ya watu wakayanasibisha na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasemaje? Innamal umam al-akhlaqu ma baqiyat. Hakika si jambo jingine umma na jamii kuwa ipo, al-akhlaqu ma baqiyat, ni tabia na mwenendo wao unapobakia upo unaonekana. Fa inhum dhahabat akhlaquhum, ikitokea watu hao
tabia na mwenendo wao umeondoka, dhahabu, na wao watakuwa wameondoka, ingawa kwa macho bado unawaona. Naweka mzuri. Tanzania tuna makundi mengi ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kinachofanya sisi tuwe Waislamu tukitofautiana na makundi mengine, al-akhlaqu ma baqiyat, muda wa kuwa tabia na mwenendo wa Kiislamu unaonekana kwetu, huu ndio unatusaidia kututofautisha hawa Waislamu, hawa sio Waislamu. Hali hiyo ikiondoka, na sisi tutakuwa si Waislamu, ingawa ukituangalia bado tupo. Kwa mfano, ikifikia hakuna Muislamu hata mmoja anayeswali swala 5, Waislamu wapo hapo. Ikiwa hakuna Muislamu anayefunga, Waislamu wako hapo. Naelewa kwa vizuri. Ingawa kina Ahmadi, kina Ali, kina Husaini watakuwepo. Naelewa kwa vizuri. Lakini hawafanyi chochote juu ya Uislamu wao unaothibitisha hawa ni Waislamu. Kwa hivyo kila kundi linao wajibu wa kujilinda na kujitetea. Miongoni mwa hatua za kujilinda na kujitetea ni hii kazi anayoifanya mwenyekiti wangu hapa. Jamani, leteni hela. Leteni hela tuwape walimu wafundisha watoto. Hao watoto bila ya kufundishwa Uislamu hawawezi kujua, hawawezi kupractice, hawawezi kutenda na kutekeleza Uislamu kwa kuwa hawaujui. Lakini maisha yetu yalivyo, mimi na wewe lazima siku moja tuondoke. Sasa ikiwa tumeondoka, tumewaacha hawa na hawakufundishwa, unafikiri watakuwa Waislamu hawa? Watabaki watoto waliozaliwa na Waislamu lakini hawana Uislamu. Qul, sema Mtume Muhammad, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, ninawalingania watu waelekee kwa Mwenyezi Mungu. Kazi hiyo ala basirati, ninaifanya kwa uoni, ninaifanya kisomi, ninaifanya kwa mipango. Kwa hivyo nikitoa mahusiano ya maelezo haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mfano wa kazi hii, haikupaswa sasa kuwa kazi ya mwenyekiti peke yake. Mwenyekiti kwa sasa anahamasisha, sisi wote tunashiriki kutoa hiyo fedha. Ifikie kila mmoja wetu hilo jambo liwe kichwani kwake, kwamba pale msikitini tuna kazi fulani. Sio pale msikitini mwenyekiti ana kazi fulani. Ili jambo liwe ni letu. Li jambo liwe ni letu. Na tukilifanya kama letu kwa pamoja, kazi hii inaweza kuwa rahisi sana na inaweza kuwa nzuri sana. Lakini tukiifanya vizuri, tunayo nafasi ya kuwaita walimu wetu hawa na kupima hizi jitihada ambazo sisi zimo katika vichwa kifikra za kuwafanya wao wawepo na waendelee kwa kazi hii. Je, wanatimiza kazi hiyo kwa namna inavyotakiwa? Utamhoji mtu kama kweli umemwezesha kufanya kazi hiyo. Unayo nafasi ya kumhoji, unayo nafasi ya kumuuliza, kwa sababu wewe unachangia, yeye anachangia maarifa, wewe unachangia uwezeshaji. Ndicho anachokisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna statement fupi sana hapa. Nikiisoma hapa, hata nikiachia katikati, naamini wengi mnaweza kumalizia. Nijaribu Haya. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hivi: wataawanu 'ala albirri wattaqwa wala taawanu 'ala alithmi wal'udwan. Wataawanu, saidianeni. Pita kwa wasomi wote, wazni uliotumika hapa muawana, sio watu walio na uwezo wawasaidie wasiokuwa na uwezo, hapana. Wataawanu, watu wawili wasiokuwa na uwezo wasaidiane, waunganishe nguvu zao
kusaidiana kufanya jambo fulani. Mwanachuoni mmoja jina lake anaitwa Hisham al-Talib, niliona kwenye kitabu alinipa yule bwana pale, jina limenitoka, yule bwana pale alinipa hicho kitabu. Hisham al-Talib alitafsiri aya hiyo kwa lugha ya picha, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Akawachukua mbuzi wawili, akawafunga kamba fupi, kisha kila mbuzi akamwekea majani na maji ya kunywa. Huyu kamwekea upande wake huyu na huyu kamwekea upande wake huyu. Picha ikawa inaonyesha wale mbuzi wanavutana, kila mmoja anamvuta mwenzie ili hali majani yake. Alafu chini akasema hivi, mbuzi hawa walishinda kutwa nzima bila ya kula. Hawakunyimwa chakula, chakula wamewekewa kiko pale, isipokuwa mwekaji kila mmoja alimwekea maji na majani upande wake. Wakawa wanavutana, wakashinda paka jioni hawajala, isipokuwa walishinda wamechoka sana kwa sababu ya nguvu ya kule kuvutana. Jioni walikuwa wamechoka sana. Mchoko wa namna hizo, mchoko wa nini na nini? Kuvutana na njaa. Akasema hawa wangesoma aya hii ya Mwenyezi Mungu hii wakaielewa, haya yasingetokea. Wangeambizana hivi, bwana we, geuka huku tule haya ya kwangu kwanza, tunywe na maji, tugeuke huko tule hayo ya kwako na maji, tukae tumngoje bwana mkubwa. Walihitaji dakika 10 tu, wangekula wakanywa maji wakakaa wakapumzika, lakini wameshinda bila kula tena hoi. Naeleka vizuri. Akasema wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika wema na kumcha Mwenyezi Mungu. Watu wasio na uwezo waratibu nguvu ndogo walizonazo kufanya jambo la pamoja kwa urahisi. Wasisubiri mfadhili kutoka mahali fulani. Sawa sawa? Ukisubiri mfadhili kutoka mahali fulani, maana yake unasubiri udhalili kutoka mahali fulani. Lakini ukifanya mwenyewe unaweza kulifanya jambo hilo kwa urahisi na linaweza likakamilika kwa namna nzuri sana. Narudi kwenye mfano wangu wa mwenyekiti na shilingi 40,000 ya kuwasomesha hawa. Alisema maneno fulani, hawa watoto sio mayatima. Inawezekana na nyinyi kuna fikra, huyu mwenyekiti naye bwana, kwani watoto mayatima hawa? Usilete fikra hiyo. Naeleka vizuri? Sisi wote hatuko sawa sawa. Naeleka vizuri? Tunatofautiana vitu vingi sana. Kuna watu hawaoni elimu ya dini kama ni jambo la muhimu, lakini watoto wanao. Watu wote tu na fikra kama ya kwake yeye? Haiwezekani. Je, huyo mtoto tumwache tumtupe atajua mwenyewe madhali baba yake na mama yake hawataki? Hapana. Kwa sababu katika ulimwengu wa jamii zinazogombania maisha kwa pamoja, kila wanajamii wanahitaji kutengeneza kundi lao kuwa imara. Sisi kundi letu la kijamii miongoni mwake ni hawa. Hawa wasipokuwa imara, uko mbele tunapokwenda sisi hatupo. Hawa watakachoweza kukifanya ni kuachilia mbali Uislamu pembeni, maana hawaujui wala hawajui thamani yake. Lakini ili waendelee kuutetea, kuimarisha na kuulinda Uislamu, lazima tuwafundishe leo waujue Uislamu vizuri. Na ndio maana nikasema tukiwezesha vizuri, tutakuwa na fursa ya kukaa na wale walimu kutathmini mnachotufundisha sawa sawa. Kwa sababu gani? Kuna udanganyifu unaofanywa na walimu wa madrasa. Samahani kwa hilo neno, lakini tunazungumza tu. Upo udanganyifu. Udanganyifu gani?
Sasa hivi kuna utamaduni, kila madrasa katika kipindi cha mwaka kuna siku ya maonyesho ya wanafunzi. Kwa lugha yote utakaosema, ukisema maonyesho, maonesho, watumiaji wa Kiswahili wanaleta tabu kidogo. Kuna wakati ukisema maonyesho wanasema hilo neno sio sahihi, sema maonesho. Sasa wewe tumia lugha unayojua wewe, ni maonyesho, maonesho. Siku ya maonesho ya watoto, kila mwalimu humwita mwanafunzi mmoja mmoja, akampa kipande cha aya, kipande cha hadithi kidogo, akamkaririsha kwa muda wa wiki 2 mpaka 3. Kisha akawaita wazazi, njooni muone maendeleo ya watoto wenu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anafanya hivi, na akiacha kufanya hivi hadithi inatoka. Hii nayo ni sehemu ya kule kuipata ile hadithi namna ile. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an-nadhifu fatanadhafu fa innahu la yadkhulu al-jannata illa nadhifu. Amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani ziwe juu yake, Uislamu ni usafi, basi jisafisheni, hakika yake hatoingia peponi ila msafi. Wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niko sawa? Wewe inafanyika hivi? Huu ni udanganyifu. Huku sio kusomesha. Huu ni udanganyifu. Alafu sasa, jamani, mnawaona watoto wetu, hayo ndio maendeleo tunayoyataka na nini? Basi wazazi na nyie, hata kutunza, katunza mtoto, hata kumtunza na mwalimu. Manake ada yenyewe ndio kama hivi, mpaka tuitafute hapa msikitini. Siku ya maonyesho inabidi mwalimu ndo azitafute zile hela za wazazi za mwaka mzima, azitafutie siku ile. Kwa hivyo naye anatengeneza sanaa yake. Anatengeneza sanaa hiyo ili nawe upate kuona. Wewe unataka tutangu kwa hifadhi hadithi unatoa. Kanuni iko hivi, yule akimaliza ile jambo lake, kapewa zawadi, mpe dakika 5, mwambie rudi pale, hadithi ile haipo. Faili lile kisha futa. Faili lile liliwekwa kwa kazi ile. Ilipokamilika ile kazi, lile faili kichwani linafutwa. Naeleweka vizuri? Alafu tunapata ule msamiati wa Kiislamu. Qur'ani ukiacha nayo inakuacha. Huu ni mfumo wa kufundisha. Naeleweka vizuri? Qul, sema Mtume Muhammad, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu ninayokwenda nayo, ad'u ila Allah, ninawaita watu waelekee kwa Mwenyezi Mungu, ninawafundisha watu waelekee kwa Mwenyezi Mungu, lakini ala basiratin, jambo hilo ninalifanya kwa akili. Ana nafanya hivyo mimi mtume, wama nitabani, na wanaonifuata mimi kwa kazi wafanye ala basiratin, wafanye kazi hizo kwa akili. Eleweka ndugu zangu? Narudia tena kusema, kijamii hapa Tanzania sisi ni Waislamu, lakini wapo wa Tanzania wengi ambao sio Waislamu. Umefikia wakati kijana au binti wa Kiislamu anahoji kwa wazazi kwamba mimi nimepata mchumba sio Muislamu, kwani kuna ubaya wote? Mungu si ndio yule yule? Naeleweka vizuri? Hoja hii inajengwa na ujuzi mdogo wa dini yake toka mwanzoni. Naeleweka vizuri? Hoja hii inajengwa, hajui kutofautisha kati ya dini yake na dini ya mwenziwe. Lakini angelikuwa anazo hoja, dini yangu ni nini, dini ya mwenzangu ni nini, hawezi kuja na hoja ya namna hii. Naeleweka vizuri? Tunahitaji kuwalinda watoto wetu. Hatuwalindi kwa kuambia wasio Waislamu wabaya, hapana. Tunawalinda kwa kuonyesha ubora wa Uislamu na thamani ya Uislamu. Kwa sababu katika dini yako mambo ambayo ulitakiwa kama ni mwalimu uyaangalie kwa mapana na marefu. Tatoa mfano. Swala katika Uislamu nafasi yake ni nguzo. Katika nguzo za Uislamu moja ni sala.
Kwa hiyo lazima tusali, kwa sababu katika Uislamu ni nguzo, na tunafanya hivyo kutimiza maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naeleweka vizuri? Ukiondoka hapo kwamba tunafanya hivyo ndio kutimiza agizo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuumba, ndio ametuagiza, lakini wataalamu wanasema swala ina kazi na ina faida. Sawa sawa, swala yenyewe ina kazi muhimu sana inafanya na ina faida. Naeleweka vizuri? Kiasi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusema as-salatu imaduddin, sala ndiyo nguzo kuu ya dini. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, mwenye kusimamisha sala ameisimamisha dini yenyewe. Waman tarakaha faqad hadama ad-din, na mwenye kuiacha amevunja dini. Mtume hasemi mwenye kuiacha kapata dhambi, anasema mwenye kuiacha kavunja dini. Mtume Muhammad, nguzo za Uislamu mbona ziko nyingi? Ukiacha sala tu ndio umevunja dini kabisa? Vipi? Na ilifikia hatua Mtume Muhammad asipokuona kwenye sala vipindi vitatu anatuma watu utafutwe, uko wapi? Sawa sawa. Nini maana yake? Maana yake sala, mbali na kuwa kutimiza maagizo ya Mwenyezi Mungu, sala ilitumika au inatumika kwa Waislamu kama chombo cha mawasiliano. Usipomuona mtu katika sala, maana yake hata kwenye sala hayupo, maana yake ana jambo kubwa, atakuwa kasafiri au ni mgonjwa, vinginevyo kwenye sala angekuwepo. Kwa hivyo sala inatumika kama chombo cha mawasiliano vile vile. Naelewa vizuri? Hii ni kazi ya sala. Na nikufahamishe kitu kimoja. Wanadamu wanaweza kujuana kwa sababu nyingi sana. Jalia tumejuana twangapepeta. Twangapepeta mnajua? Au taarabu. Twangapepeta inawezekana msamiati mgumu. Tujuane kwenye taarabu. Kwenye taarabu pale, we unatunza kwa upande ule na mimi natunza kwa upande huu, mwimbo ukipita tunacheza cheza. Utaniona hautaniona? Utanifahamu hautanifahamu? Lakini kufahamiana huku, tumekutana kwenye taarabu usiku mmoja, usiku wa pili, usiku wa tatu. Akiona mwanamke huyu naenda kucheza naye, na wewe unacheza na yule. Wiki ya 4 ya 5 unanikuta nyumbani kwako nimesimama nje pale. Utanikaribisha ndani? Kitu cha kwanza ukiniona pale unaanza kupata wasiwasi. Huyu bwana hapa kwangu anafuata nini? Mimi namfahamu, tunakutana kule kwenye taarabu. Anatunza wanawake, anacheza, anafanyaje? Hapa kwangu anatafuta nini? Na mimi hapa na watoto na mke wangu na dada zangu, au anawavizia na hawa? Shaka yako inaanzia hapo. Msingi wa shaka yako unatokana na kule ulikomfahamu. Sijui mnanielewa vizuri? Qul hadhihi sabili, sema Mtume Muhammad, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, ninawaita watu kuelekea kwa Mwenyezi Mungu, ala basira, kwa uoni, kisomi. Hizi ni sababu zinazofanya mtu amchukie mtu hata kama hawajagombana. Anafika pale ataanza kumuuliza, bwana vipi, mbona umesimama hapo? Hairuhusiwi. Ingawa hakuweka kibao kwamba mtu asisimame hapo, lakini wasiwasi wake tu, huyu asije akanitongozea watoto zangu. Maana ninavyomuona kwenye taarabu kule. Na kwa sura hiyo hiyo tukutane hapa msikitini. Wewe swali kona hii, mimi ni swali kona hii. Kesho wewe swali pale, mimi ni swali hapa. Kesho kutwa Ijumaa umeswali hapa, mimi nimeswali hapa. Baada yake umenikuta nyumbani kwako nimesimama. Utafanyaje? Unaanza kunipa na cheo. Ustadhi, vipi? Karibu bwana, hapa ndio nyumbani bwana. Yapo maji. Kwa nini shaka inakuondoka? Inakuondoka shaka kwa mahali uliponifahamu. Unanielewa vizuri? Mbali na kuwa ni nguzo katika Uislamu, mbali na kuwa ni kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini sala ni chombo cha mawasiliano kwetu. Kwa hivyo anayepuuza sala anatufanyia makosa Waislamu wote.
Sio tu anapata dhambi yeye kwa kutoswali, hapana, anatukotoa sote kwa sababu anakata mawasiliano baina yetu. Na ndio maana dini yetu ikatuwekea ikifika Ijumaa awepo mtu mmoja afanye khutba. Lengo mtu huyu mmoja awape taarifa muhimu wenzie za wiki hiyo. Sasa liwe kosa la khatibu mwenyewe tu, sio kosa la dini. Liwe tatizo la khatibu mwenyewe, aamue kumtukana mtu pale, sawa sawa, aamue kumnanga mtu pale, aamue kumsema mtu, ile litakuwa kosa la msemaji, sio kosa la dini. Dini lilitaka awepo mtu kila wiki atoe taarifa muhimu za kijamii, tena asizitoe hivi hivi. Atokee mtu mmoja aanze kuwaambia kabla hajaanza kusema, idha saida al-khatibu ala al-minbari fala yatakallamu ahad minkum wa man takallama faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah ansitu wastami'u la'allakum turhamun. Akisimama khatibu kwenye mimbari anataka kuzungumza hutuba, asizungumze mtu yoyote kati yenu. Tulieni, msikilize, na atakayezungumza yote hana aljuma, basi hata kama kaingia humu mkuu wa mkoa itabidi naye akae atulie kimya anasikiliza. Sasa kosa litakuwa la wewe kwako pale. Kuna maneno unayosema au unaeleza utumbo ukiwa pale. Elewa kwa vizuri. Dini iko hivyo. Inatupa mawasiliano muhimu sana tunayohitaji katika maisha. Qul hadhihi sabili, sema Mtume Muhammad, waambie watu wako, hii ndiyo njia yangu ninayoitumia kuwaita watu kwa Mwenyezi Mungu. Ala basiratin, jambo hili nalifanya kisomi, ana wa man tabani, nafanya mimi na wanaonifuata kwa kazi hii wanatakiwa wafanye katika sura hiyo. Elewa vizuri. Nimetoa mfano mwepesi wa mwenyekiti wangu na mchango wa shilingi 40 kwa siku. Shilingi 40 kwa siku ukijipima namna wewe unavyozipata, ni rahisi sana kumwambia mwenyekiti huyu kachanganyikiwa. Leta shilingi 40 kila siku. Sisi tunafua hela hapa. Sisi tunafanyaje? Wewe hujafikiri. Hujafikiri sawa sawa. Lifikirie hilo linalozungumzwa na thamani yake, kama kweli lingekuwa linahitaji kutolewa thamani, ningekuwa ni kiasi gani linalipiwa jambo hilo. Hakuna shule humu zinalipa milioni 7, milioni 10 kwa mwaka kwa mwanafunzi kusoma. Hamjawahi kusikia? Zipo shule wazazi wako tayari kumtoa mtoto wao akasome Amerika, zaidi ya milioni 50 wanatoa ili mwanae ajue maarifa. Sasa sikwambii wewe unatoa 1000 alafu unahoji natoa 1000 hii vipi? Hatujalitazama hili jambo kama dini. Hatujalitazama hili jambo kama letu. Jamani, mwanadamu ni kiumbe wa kitabia, lakini hazipati hivi hivi. Sawa sawa? Mwanadamu anahitaji usimamizi wa karibu sana. Anahitaji kuelimishwa ya kutoka sana, na ukipuuza kichochote kwake tu umeshaharibu kila kitu. Umeshaharibu kila kitu. Kwa bahati mbaya, hao watoto wetu na wengi wa sasa wanakuwa kipindi kigumu sana. Mimi nakumbuka wakati tunasoma sisi Tabora, kwa tunasoma somo la sarf. Somo la sarfa pale Tabora, kitabu alikuwa nacho mtu huyu. Kazi yetu sisi kwenda usiku kwake kukopi ili asubuhi tukasome. Kitabu kimoja tu. Mkoa mzima. Nielewi, mnanielewa? Jamani, Singida nzima kitabu kimoja. Mnaweza kusoma kweli? Mnalazimisha kwenda kwake usiku, na hawezi kukupa ukikiiba hicho kitabu. Ukikipoteza hicho kitabu, kikiroa na mvua hicho kitabu tunakipata wapi? Ukitaka andika hapa hapa, unaandika. Kesho tunaamkia kwenda kusoma. Kesho kutwa unaandika kwenda kusoma. Unanielewa vizuri? Lakini sio wakati wa hawa. Hao ni wakati tofauti sana. Naelewa vizuri? Hawa kupata maalumati yasiyofaa ni rahisi mno. Naelewa vizuri? Kwa hivyo inatuhitaji sisi kama wazazi, sisi kama wakubwa kwao, tusimame sawa sawa kuwaangalia hawa
kwa sababu hawa ndio Waislamu wa kesho. Ili upate Waislamu wa kutumia msikiti huu kesho na kesho kutwa, lazima hawa wawe na heshima na dini. Naeleweka vizuri? Kwa hivyo ni kazi tunatakiwa tuifanye, lakini tusifanye kibwegebwege, ala basira. Tuifanye kwa uoni, tuifanye kisomi. Jamani, tunapambana na wenzetu wasiokuwa Waislamu. Sawa sawa? Miundo mbinu yetu ya mapambano ndio hii, hatuna mahali pengine. Humu ndio tunapatikana wote kwa urahisi. Kwa hivyo tutumie nyenzo hizi kujipanga vizuri, na kila mtu hapa asifikirie tu yeye anaswali hapa ili apate pepo. Elewa vizuri, pepo tunapata kwa rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini tujijenge kama umma. Nimesema Hasan al-Basri anasema innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat. Jamii kuwa ipo ni silka na tabia zao huwa zinaonekana. Zikiondoka silka na tabia zao, na wao hawapo. Naelewa vizuri, tunahitaji kufanya mapambano na wasiokuwa Waislamu. Hatuwezi kupambana kwa silaha, lakini nitawaonyesha mfano rahisi sana unaonyesha namna gani sisi tuna nguvu kuliko wasiokuwa Waislamu. Mwezi wa Ramadhani ukifika kwa hapa Singida huwa inakuwaje? Huko Dar es Salaam, Wakristo wa kule Dar es Salaam huwa wanasema sikukuu ya Krismasi ikikutana na Ramadhani inapooza kabisa. Naelewa vizuri? Mwezi wa Ramadhani bwana, mpaka wasiokuwa Waislamu wanaupenda. Changudoa huwa wanasimamisha kazi. Ukiwauliza wanakwambia mwezi wa toba. Sijui wanakusudia nini, lakini wanasema hivyo. Wenye mabaa wanapaka rangi. Ukiwauliza mwezi wa toba huwa. Sijui wanaheshima hiyo kweli, naelewa vizuri. Lakini kwenye mwezi wa toba una kitu gani? Jua linakuwa kali sana, baridi linakuwa kali sana. Ni siku kama siku nyingine tu, lakini Waislamu wamebadilika kitabia. Wanakwenda kama alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misikiti yote hujaa watu. Sawa sawa? Wala sio kweli wanamuogopa sana Mungu. Ramadhani kisha wanaondoka. Wala sio kweli kwamba wanamdharau Mungu. Msimu tu umefika, wanaingia. Msimu umekwisha, wanatoka. Kama vile msimu wa mvua inanyesha, ukiisha msimu mvua inaondoka. Naeleka vizuri? Lakini utumie msimu ule Ramadhani, watu wako misikitini. Msimu huo hali ya jamii huko inabadilika kabisa. Hicho ni kipimo cha nguvu ya Waislamu. Mkiamua kuitumia hali hiyo kufanya mabadiliko nje, mtafanya mabadiliko kimya kabisa, hakuna mnayemshika shati. Na watu huko nje wote watanyooka, watakaa sawa sawa. In kuntum ta'lamun. Hivyo mpaka muwe mnajua. Lakini mkiwa mwabwege hivi, mnaweza kuona tu mwezi wa Ramadhani unatoka, unaingia, unatoka. Hapana. Allah Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Mtume Muhammad, qul, sema uwaambie Waislamu, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu na mfumo ninaotumia, ad'u ila Allah, ninawaita watu waelekee kwa Mwenyezi Mungu, ala basiratin, jambo hilo ninalifanya kwa kutumia akili. Mimi nafanya, wamanitabani, na anayetaka kunifuata kwa kazi hii afanye katika sura hii. Naeleka vizuri? Wama ana minal mushrikin, na mimi sikuwa katika washirikina wanaochukua mifumo isiyokuwa ya Mungu. Mimi nataka kurekebishia dini, hapana. Naeleka vizuri? Kwa hivyo lazima tujitazame vizuri. Sema Mtume Muhammad, waambie hadhihi sabili, hii ndio njia yangu, ad'u ila Allah, ninawaita watu waelekee kwa Mwenyezi Mungu, ala basirati, kauoni. Sisi Waislamu tukiwa na vitu kama hivi, tunachokazana ni kuzungusha vibanda hivyo vya biashara na kukodisha, alafu tunagombana kwa zile kodi. Anaelewa vizuri badala ya kunufaika na rasilimali hiyo. Kwa sababu gani? Mambo yetu hayawi ala basira, hayaendi kisoma, hayaendi kwa mtazamo wa mbali. Naeleweka vizuri? Hayaendi kwa mtazamo wa mbali.
Kwa hivyo niwaombe ndugu zangu, tujifundishe kuyasoma maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa undani wake. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika surati Yusuf aya ya 108, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirati ana wa man ittaba'ani wa ma ana min al-mushrikin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.